Mapenzi yanachoma kama mshale, yanaunguza kama moto. Mapenzi yana siri jamani, hayana mkubwa wala mtoto. Awenda usilie, awenda usilie, awenda. Shogangu tumpe, maana mtaani uko moto moto. Kuna lipi tena? Shogangu, kuna ngoma imeandaliwa. Safari ninavyokuambia nitacheza hiyo ngoma. Nisipopata mchumba shogangu, mimi kuolewa basi. Sasa, kama nyinyi wenye rangi zenu mnalalamika kuhusu ndoa, je, sisi wenye sura za baba zetu? Ndio hapo shogangu, sasa itakuwaje? Yaani nisikufiche shogangu. Safari hii, hiyo ngoma mimi mwenyewe nimeipangia. Na nina jambo langu. Jambo gani tena shogangu? Nimechoka kukaa bila mchumba. Nataka nifanye maajabu hiyo siku. Nitafika hata kwa mtabiri akanipe dawa. Yaani katika ngoma hiyo nimepanga, kama sio mtoto wa chifu, basi mmoja kati ya familia ya chifu anione na mimi. Shogangu, mipango yako mimi hata sikuungi mkono kiukweli. Shogangu atakushinda. Hapana, hawezi kunishinda. Na kama akinishinda, nitaenda kuomba kazi ya kuwa mlinzi. Mimi sikuwezi shogangu. Usiniweze vizuri tu. Samani njoo. Nakuja. Mapenzi yanachoma kama mshale, yanaunguza kama moto. Shogangu, nakuja. Hayana mkubwa wala mtoto. Awenda usilie, awenda. Mtusa, Niambie Ndoza. nadhani unajua kuwa nampenda sana Awenda. Kukuita hapa kwa naomba uwe karibu sana na umlinde sana Awenda, kwa sababu bila wewe Awenda unadhani kingemkuta nini siku ile kisimani. Hivyo basi nilikuwa naomba umlinde sana Awenda na uwe jirani naye. Ndoza, wewe ndo mlinzi mkuu wa mapenzi yako na Awenda. Nadhani unajua Awenda anakupenda sana. Labda nikwambie kitu kimoja Ndoza. Mimi nitakusaidia, lakini na wewe unatakiwa ujisaidie. Basi sawa, nitajitahidi sana, na wewe naomba ujitahidi kumlinda sana Awenda. Sawa, acha mimi niende. Basi sawa, nashukuru. Sawa. Mapenzi yanachoma kama mshale, yanaunguza kama moto. Mapenzi yana siri jamani, hayana mkubwa wala mtoto. Awenda usilie, awenda. Awenda usilie, awenda. Aishi milele na milele. Chifu wetu. Nimetikia wito wako Chula Boy. Vizuri sana kwa kuitikia wito wangu. Lengo na dhumuni la kukuitia hapa, nahitaji nikukabidhi majukumu. Najua unatambua kuwa mtoto wa Chifu Mwasi, yani namzungumzia Bonzo, anatarajia kupata mke. Anahitaji kumuoa Awenda. Najua fika unamtambua Awenda. Hivyo basi, nakupatia jukumu hili. Umfuatilie Awenda popote alipo. Anafanya nini? Anakula nini? Analala wapi? Usiache hatua hata moja. Najua hayo ni majukumu mepesi sana kwako. Nimetikia tamko lako. Hata mimi ninayo furaha sana kuona Awenda anaolewa na mtoto wa chifu, yani Bonzo. Hivyo basi, na kuahidi kumfuatilia kwa kila hatua. Na nitahakikisha kufikishia taarifa katika wakati wote sahihi. Vizuri sana. Na nikuahidi kuwa ukifanikisha hili, nitakupatia zawadi nzuri sana. Nina imani utafurahi. Nikutakie majukumu mema katika kazi yako. Mwasi mtawala wetu. Aishi milele na milele. Mapenzi
Shoga yangu uliitoa nini? Shoga yangu, tatizo na wewe mbea. Mbea nataka kujua uliitoa mama ndoka hapa mkuku bila hata kuniaga. Shoga yangu. Shula boy. Mlinzi mkuu wa chifu aliniita kunipa maagizo. Maagizo gani tena shoga yangu? Bonzo, mtoto wa chifu, anataka kumuoa Awenda. Awenda? Ndio Awenda. Awenda sana mchumba wake. Kwa kweli hiyo nao ni changamoto. Lakini sasa, kwa mimi ninavyoona, hiyo haituhusu kabisa. Tusije tukaingia katika matatizo yasiyotuhusu. Shoga yangu na kweli unaoyaongea. Maana maneno ya watu ni wengi. Tukisema tunaongea si wenyewe kumbe kuna watu watusikiliza. Kama unavyojua, wapelelezi kibao wamesambaa. Sasa ndio chote maji maana mengine tuachie wenyewe. Mapenzi yanachoma kama mshale, yanaunguza kama moto. Mapenzi yanasi. Mwanangu Ndoza, hivi sasa umri umeenda sana. Hivi swala la kuoa unasubiri nini? Sawa, ulisema kuna mwanamke wako wa ndotoni. Mimi nafahamu mwanamke mzuri ambaye kila mwana kijiji, kijana wa hapa kijijini anatamani kuwa naye. Na pia nasikia hata mtoto wa mfalme anamtaka. Je, unadhani litawezekana kweli hilo mwanangu? Ni kweli baba unachokiongea. Lakini mimi na Awenda tunapendana sana. Na sidhani kama kuna mtu wa kumsaliti mwenzake. Na isitoshe hapa kijijini hakuna mwanamke yoyote anayeweza kuvunja mahusiano kati ya mimi na Awenda. Hivyo baba, hilo swala niachie mimi. Tajua nini cha kufanya baba. Sawa mwanangu, mimi nakutakia mahusiano mema na pia kama Mungu atawajalia litatimia jambo jema. Tuachane na hayo. Sasa hapa mazingira ya nyumbani naona kuni hamna na kama unavyomjua mamako hapa hayupo. Kwa kama inawezekanika mfanye mpango wa kuni ili tuweze kufanya mpango wa chakula. Sawa baba. Fanya hivyo kijana wangu. Nitafanya hivyo mzee. Sawa sawa. Mapenzi yanachoma kama mshale, yanaunguza kama moto. Mapenzi yanasiri jamaa. Bwana chifu. Naona sasa hivi tunamshukuru Mungu kuhusu swala chakula tumejitosheleza kabisa. Tukijaribu kutizama hata katika kijiji chetu, hata wajakazi wetu ndani kwao chakula kimehifadhiwa cha kutosha, na hata pia kule kwenye magala chakula kipo cha kutosha. Kwa hiyo tunamshukuru Mungu kwa hatua tuliofikia. Nadhani tumeweza kukomesha kwenye swala la njaa. Sawa. Na wewe? Chifu, kwa upande wangu vijana wa ulinzi wako vizuri kila ngome. Hivyo hakuna shida kabisa ya ulinzi. Lakini chifu nilikuwa napenda kile kijiji kilichokuwa jirani tukiteke ili kiwe chini yako, ili tutekeze jina lako likawa kubwa katika himaya hii. Hayo mambo ndio niliyoyatarajia. Kwenye kijiji chetu sitaki wananchi wapate tabu wala wapate shida. Na hakikisha hicho kijiji tunakimiliki. Hasa kwenye utawala wangu mimi chifu, sitaki watu wapate shida. Sawa chifu. Haya, nendeni mkafanye kazi. Nitawaita kikao kijacho. Mapenzi yanachoma kama mshale, yanaunguza kama moto. Mapenzi yanasiri jamani, hayana mkubwa wala mtoto. Hivi mke wangu, hili swala la kijini linaloendelea wewe unalichukuliaje? Swala gani tena? Sio kuhusu huyu mtoto wako Ndoza. Kafanya nini? Ndoza mwanamke anayetaka kumuoa. Ndiye huyo mwanamke, ni mwanamke ambao kijana wa chifu ni ameona hapo hapo. Je, hujui kwamba litaleta utata mkubwa hapa? Na unavyofikiria mimi na chifu, urafiki wetu hujui kwamba utakaa matatani? Ni kweli mume wangu, lakini mapenzi hayaingiliwi. Kama watoto wamependana, watu waoane. Hapana mke wangu.
haliko sawa kabisa hilo. Mimi chifu namjua, ni rafiki yangu tosha. Hili swala sitoliafiki. Mtoto wetu lazima tumtafutie mke mwingine. Umenielewa? Ni kweli mme wangu. Unadhani jambo hili litakuwa jepesi? Mimi ndo baba na mimi ndo napanga. Lazima huyu mtoto atafutiwe mke mwingine. Tusitafute migogoro ambayo haina maana. Umenielewa? Nadhani hapo hamna neno lingine tena. Umenielewa? Hakuna tena chochote hapo. Mapenzi yanachoma kama mshale, yanaunguza kama moto. Chula boys. Naam mtukufu chifu wangu. Kuna minong'ono mingi naisikia hapa kijijini kwetu. Ni minong'ono gani hiyo? Chifu wangu, kweli minong'ono ni mingi sana kijijini kwetu hapa. Ila minong'ono hiyo inamhusu mwanao. Mwanangu? Ndiyo chifu wangu. Mwanangu kafanya nini tena? Amejipatia mchumba. Kwani hizi taarifa hajakufikishia bado? Hapana. Ila kwa kuwa nimezisikia, nadhani nitamuita, nitazungumza naye kiundani zaidi. Vipi kuhusu ulinzi? Chifu wangu, kuhusu ulinzi, vijana wanaimarisha sana ulinzi. Wanalinda katika mipaka yetu ya kijiji kizima. Hakuna jambo lolote ambalo linatufaa tuteleke kwenye ulinzi. Nadhani unanitambua vizuri kijana wako Chula Boy. Sawa Chula Boy, mlinzi wangu mahiri sana. Endelea kuimarisha mipaka yote, kila kona ulinzi ukae salama na uwe imara zaidi. Kusiwe na mchezo wala kuzembea maadui wakaja wakaingia kwenye utawala wangu. Mimi chifu Mwasi. Sawa sana. Sawa chifu wangu. Nitahakikisha ulinzi nitaimarisha na hakuna kitu chochote ambacho kitatokea kibaya kwenye upande wa ulinzi. Sawa mlinzi mwema, na endelea kuchapa kazi. Uishi milele chifu wangu. Mapenzi yanachoma kama mshale, yanaunguza kama moto. Mapenzi yana siri jamani, hayana mkubwa wala mtoto. Wenda usilie, wenda usilie, Chote maji haraka. Si unajua tuna kazi za kufanya nyumbani eh? Sawa. Si unajua tekelo letu yenyewe dogo dogo. Tunatakiwa tuwe na uvumilivu. mapenzi yanachoma kama mshale, yanaunguza kama moto. Mapenzi yana siri jamani, hayana mkubwa wala mtoto. Wenda usilie, wenda usilie, wenda
kidogo nile. Ndaga. Mkuu, vipi? Kuna tatizo? Mbona nitamaki sana? Unamwona yule binti? Ananifaa sana. Na nahitaji awe malkia pale ambapo nitapotawazwa na kuwa chifu katika himaya yetu. Sawa mkuu. Kimbudu. Ndiyo mkuu. Mfuatilie yule binti mrefu na ufahamu ni wapi anapoishi na anaishi na nani. Sijui umenielewa? Sawa mkuu. Haraka iwezekanavyo. Mapenzi yanachoma kama mshale, yanaunguza kama moto. Mapenzi yana siri jamani, hayana mkubwa wala mtoto. Wenda usilie, wenda. Wenda usilie, wenda. Wenda, wenda, wenda Mungu, wenda, 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 wenda Mungu, Shukuru sana wanakijiji kuitikia wito. Nadhani siku 2-3 zilizopita tulikuwa kwenye huzuni nzito sana kwa kumpoteza chifu wetu. Hivyo basi, kama mnavyojua utaratibu na sheria kwamba chifu akipoteza maisha huwa kunakuwa na urithi kwa mtoto wake, hususan akiwa kiume. Kwa hiyo ndo namna imefanya tuwaite hapa tuwatambulishe rasmi kwamba aliyekuwa mtoto wa chifu ndiyo tutamkabidhi madaraka haya. Basi nimkaribishe chifu mtarajiwa aongee mawili matatu na wanakijiji. Chifu, karibu ili uongee na wanaimaya wako. Mwasi uishi milele mtawala wetu. Kwanza niwasalimie kwa jina la himaya yetu hii na kijiji chetu hii cha Mbigiri. Ninashukuru sana kwa kupata nafasi hii na ni baada ya chifu wetu kupoteza maisha. Lakini kupoteza maisha kwa chifu wetu kusisababishe mkawa wanyonge, mkawa na wasiwasi, mkajihisi watu wenye kupoteza furaha na amani. Lakini mimi niwahakikishie kuwa kila mmoja ataishi kwa amani, kila mmoja ataishi kwa furaha, na kila mmoja atafanya mambo yake kwa uhuru. Hivyo basi, na niwahakikishie katika kijiji chetu hiki cha Mbigiri, hasa kwenye utawala wangu Chifu Mwasi, hakuna mtu yeyote atakayeishi kwa wasiwasi, hakuna mtu yeyote atakayeishi akiwa na huzuni, hakuna mtu yeyote atakayeishi akiwa na majonzi, bali ninawahakikishia amani itaendelea. Na kila mmoja sasa akafanye kazi zake na akapambane, na kila mmoja wetu awe mlinzi wa amani katika kijiji chetu hiki cha Mbigiri, na kila mmoja ahakikishe kuwa mlinzi wa mwenzake. Mwasi uishi milele mtawala wetu. Basi
baada ya kusikia haya kutoka kwa chifu, na imani tutazingatia. Hivyo basi tukaendelee na majukumu yetu ya kawaida. Tutawaita tena kwenye kikao kijacho. Mapenzi yanachoma kama mshale, yanaunguza kama moto. Mapenzi yana siri jamani, hayana mkubwa wala mtoto. Rafiki yangu Tudosa, mimi nina mashaka na utawala wa huyu Mwasi. Hivi wewe unaona ataweza kuongoza kweli? Mimi sina mashaka na utawala huu. Hebu tumwache tuone atakachokifanya, ndio tutajua kama anatufaa au hatufai. Hapana, unamfahamu fika Mwasi. Tangu enzi za marehemu babake, yeye alikuwa anatumia sana magufu katika utendaji wake. Je, ataenda kuongoza vipi katika utawala huu? Yaani hayo tu, hebu tumwache tuone ataongozaje. Maana tukijadili sana, si unajua vijakazi wake wanazurura sana mtaani. Basi sawa, naomba unisuke, maana si unaona nywele zangu zimekaa vibaya. We nawe kila siku nataka kubadilisha mitindo. Yaani hapa labda unisindikize kwenye kuni, nikirudi ndo nikusuke. Basi sawa, lakini tu niahidi kwamba tukirudi lazima unisuke. Na kusuka ndio. Basi sawa tu. Mapenzi yanachoma kama mshale, yanaunguza kama moto. Mapenzi. Nashukuru sana mtabiri wangu. Sasa hata wananchi wanaishi kwa amani. Sasa naona mambo yote yameenda sawa. Maana isingekuwa wewe nisingeweza kupata uongozi huu kwenye himaya hii ya kijiji chetu cha Mbigiri. Nami ninakuahidi yale yote tuliyokubaliana nitayafanya na nitayatenda kwa bidii. Na hata nikuahidi tu wanakijiji wote wataishi kwa amani. Na hata kazi zao zote zitafanyika sawa na jinsi walivyozipangilia wenyewe. Kwa hiyo kwenye utawala huu ninakuahidi hakuna chochote kitakachoharibika, mtabiri wangu. Nashukuru na mimi kusikia maneno hayo. Na mimi nimefanya hivyo, nilijua kabisa kwamba wewe utapita kwenye njia zile zilizokuwa anapita baba yako. Kwa kuwa baba yako alikuwa anafurahiwa na kila mwanakijiji na kila mwanaimaya, hususan kwenye mashamba na hata kwenye majumba yao. Kwa hiyo swala hilo ndio likafanya mimi nikusimike kawa chifu kwenye hiki kijiji. Na kama unavyoelewa, huu utawala ulikuwa sio wako, ulikuwa ni wa mdogo wako. Basi bwana, ongea taratibu wasije wakatusikia wajumbe na wengineo. Maana hiyo tunajua ni siri yetu sisi wenyewe kwenye utawala huu. Kwa hiyo nakushukuru sana kwa hilo, mtabiri wangu. Basi sawa, ngoja mimi niende nikapambane na majukumu yangu ya kawaida. Sawa, nakushukuru sana. Mwasi aishi milele mtawala wetu. Basi ninayo furaha sana kwa kuitikia huu wito tulioitwa na chifu wetu. Hivyo basi sitakuwa mwongeaji mkubwa, tamkabidhi chifu kijiti hiki ili ajue kuna agenda gani hapo. Mwasi aishi milele mtawala wetu. Ninawashukuru sana kwa kujitokeza kwenye mkutano huu wa kijiji chetu. Na leo ni siku nyingine mpya kabisa. Na hii ni baada tangu nimekabidhiwa madaraka haya au uchifu huu. Sasa leo tunataka kupeana miongozo mipya. Sasa hapa siku za nyuma kabla ya marehemu baba yangu tuliishi kwenye
kanuni alizokuwa ameweka na sheria alizokuwa ameweka. Sasa utawala ule utawala umebadilika, na sasa nimesimama mimi Chifu Ng'wasi. Kwa hiyo na mimi nimekuja na sheria, na sheria hizi inabidi tuzifuate, na atakaye kiuka kuzifuata kutakuwa na hukumu juu yake. Na sheria hizo ni hizi zifuatazo. Sheria namba 1, hakuna mwananchi yoyote kuchota maji kwenye kisima cha kijiji bila kuleta taarifa kwangu mimi Chifu Ng'wasi. Na hii ni amri, si ombi. Atakaye kaidi agizo la chifu, basi huyo hukumu yake ni kufa. Na sheria namba 2 ambayo inatakiwa tuishi nayo na kuitekeleza, kila mwananchi wa himaya hii ya kijiji chetu cha Mbigiri, kijana yeyote au baba yeyote, mama yeyote, dada yeyote atakayeanzisha mahusiano, kabla ya mahusiano kuanza, inatakiwa anijulishe. Na atakaye kaidi agizo hilo, basi hukumu ni kifo. Sheria namba 3, hairuhusiwi kuanzia sasa kutembea, mwisho ni saa 10. Ikishafika saa 10 watu wote mnatakiwa muwe ndani. Watakao stahili kuwepo nje ni walinzi na jeshi letu. Atakaye kaidi, hukumu yake ni kifo. Sheria namba 4, ninaomba mnisikilize kwa umakini na kila moja ayazingatie. Awe babu, awe mama, awe baba, awe bibi, kijana wa kike na wa kiume, awe mtoto. Kuanzia sasa, kila mwananchi mwenye uwezo wa kulima heka 4, basi tambua heka 3 ni za chifu. Na kama una uwezo wa kulima heka 1, tambua ya kuwa robo 3 ni za chifu. Keleleni. Amjui kama anayeongea hapa ni chifu. Sheria namba 5, kama wewe ni mfugaji, una ng'ombe 4, elewa ng'ombe 3 ni wa chifu. Una ng'ombe 1, basi elewa wewe utamiliki mapembe tu, ng'ombe atakuwa wa kwangu. Kama wewe umefuga mbwa, basi hao mbwa atakuwa ni kumlinda chifu na familia yake. Hivyo basi, naomba kila mwananchi azingatie hayo, na atakaye kiuka masharti haya na kanuni hizi, basi hukumu na kifo vitakuwa juu yake. Hakiwezekani hicho kitu. Huo utawala ni utawala mbovu. Hauwezekani hata kidogo. Ni unyonyaji kwa wana kijiji. Kaa chini. Nimesema hivi, sikai chini. Kaa chini. Huo ni unyonyaji kwenye kijiji. Huo utawala mbovu kabisa huo. Haiwezekani kwa kweli. Hilo haiwezekani. Na yeyote atakayeungana na huyu mdogo wangu, basi tambueni ya kuwa hukumu vitawafuata wote kwa pamoja. Kwa hiyo zingatieni hayo. Mama, mimi sikubaliani na haya masharti ya chifu. Haiwezekani lile shamba letu la kule bondeni heka 1 ya kwetu sisi iwe ni robo.
Yaani mama, hilo mimi sikubaliani nalo. Sasa mwanangu, unafikiri tunafanyeje? Hayo ndo maamuzi ya chifu aliyoyaweka. Wewe unataka kufanyaje? Mama, unakumbuka mimi kipindi kile asubuhi unaniamsha niende shamba, napambana na kazi kule. Jua kali. Hivi leo mtu aje achukue kirahisi shamba, si ndio? Sasa nasemaje? Haiwezekani. Na isitoshe kaeka masharti mengine. Mtu kwenda kuchota maji mpaka ombe ruhusa. Na kutembea mwisho saa 10. Na shamba tutaenda saa ngapi? Kwa hiyo mama, hilo mimi sikubaliani nalo. Sasa unataka tufanyeje? Yeye ndo alioamua na kuweka hizo sheria. Sisi hatuna uwezo wa kubadilisha chochote kwenye hilo mwanangu. Tena ustake tupate mabalaa. Sawa? Yeye kaamua kuweka hizo sheria. Wewe unaweza kubadilishaje? Unaweza kupingana naye? Unachokitafuta hapa ni matatizo. Tena hivi ninavyokuambia, nenda kachukue chakula, tuje tule hapa. Ukitoka hapo ni kupunzika hapa. Usitake kupingana na mtu. Fikiria yeye mwenyewe, mdogo wake tupo anashindwa kuelewana naye. Wewe unaweza kupingana naye? Mbona unatafuta matatizo mtoto? Sitaki heka, mtoto mwenyewe ndio wewe pekee. Unatafuta nini kingine? Sawa mama, nimekuelewa. Ila chifu simuogopi. Jamani, huyu mtoto anatafutia balaa. Hivi au ni baba yake hayupo hapa duniani? Nimebaki na yeye. Leo hii anataka kulizua hili tatizo. Chifu mwenyewe hata mdogo wake hamuelewi. Hapa kijijini sijui kwamba ni nani anaelewana na chifu. Hili ni janga jamani, hususan kwa mtoto wangu. Wewe Mwenyezi Mungu, tazama mimi nimebaki peke yangu na huyu mtoto. Leo hii akilizua hili, mimi naingia wapi? Kama atapata janga huyu, nitaanzaje kumtoa kwa chifu katili kama huyu? Mwenyezi Mungu, tusaidie hii Mbigili jamani. Tushaingiliwa jisisi. Hatuna namna. Hakuna hata mwenye uwezo mmoja tu wa kusema atasimama labda hata na mdogo wake chifu ili kutetea huu utawala. Chifu huko uliko, nadhani unaona mwenye kinachoendelea. We ni roho, tutetee. Maana Mbigili sasa inaangamia. Hebu ona jua linavyoalika. Baraka zote zimeshatoweka sasa. Hiki ni kiama kwetu. Tunaingia wapi wana Mbigili? Tusaidie Mwenyezi Mungu. Chifu wetu huko uliko, tutazame kwa jicho lingine. Mungu, mtazame na mtoto wangu, maana ndo nilobakiwa naye. Sina mwingine wa kunistiri mimi. Endapo atapata majanga huyu, nitaishia wapi mimi? Mungu, tutazame wana Mbigili. Hivi maji kweli tuchote mpaka uende ukaombe? Umetoka shamba umechoka, ukamtafute chiku huko aliko. Mungu, simama mwenyewe tusaidie. Yaani chifu alipofikia ni kutuumiza. Tunateketea. Wow. Sina haja ya salamu yako mtabiri, sina haja ya salamu yako. Hivyo mtabiri, utabiri wako unaupeleka vipi? Au mnakipeleka wapi kijiji chetu na huu chifu wako? Kwa mambo mnayofanya, unavyoangalia yako sahihi? Kwa hiyo ndio mlivyojipangia kubadilisha sheria, kuwanyonya wananchi, ndio mnaona vyema, si ndio? Hapo mwananchi kwenye eka moja apate robo, chifu apate robo 3, ndio sheria mnayoibadilisha, na ndio utabiri wako nao ulivyoagizwa hivyo. Sikiza mtabiri, sheria za mzee hazikuwa hivyo, na ukuwa hivyo kipindi uhai wa mzee. Imekuwaje sasa hivi? Sikia kijana, mimi kazi yangu ni kumtabiri chifu katika kijiji. Hiyo kazi yangu ilikuwa imeisha. Madaraka anayofanya chifu sio kazi yangu. Sasa mimi nasema hivi, kama ndo unasema hivyo, wewe na chifu kama hamjabadilisha sheria, mtanijua na mtanijua mimi ni nani. Bwana kaka. Naam. Nimekuja nataka kuzungumza na wewe. Jambo gani? Kuhusu utawala wako unaoongoza wanakijiji wako. Utawala wangu? Umefanya nini tena utawala? Nadhani unakumbuka fika marehemu baba kipindi anaongoza kijiji hiki alikuwa anaheshimika na alikuwa na sifa njema
hivi sasa sifa imepotea. Imepoteaje? Madaraka yako unavyoendesha wanakijiji ni tofauti na marehemu baba. Hivi sasa napenda niseme kitu kimoja. Naomba bwana kaka badilika. Maana kuna manunguniko mengi sana kwa wanakijiji. Na sheria uliyoiweka hii mpya ni sheria ambayo inawabana wanakijiji. Kwa hiyo mimi kama mdogo wako nimekuja kukuambia hili swala, jaribu kubadilika kaka. Nenda na nyendo za baba. Marehemu baba alikuwa anasifika sana kijijini na alikuwa anapendwa na kila mtu. Hebu angalia sasa hivi utawala umekuwa mbovu. Unaenda kama unavyotaka wewe. Hiyo sheria sio nzuri kwako. Hujui kwamba unajiharibia? Sikiliza mdogo wangu. Unaposema baba ni baba kashafariki. Na sasa hivi wananchi wote wa kijiji hiki cha Mbigili wote wataishi kulingana na sheria zangu. Wote wataenenda kwa kufata kanuni zangu, kwa sababu utawala huu sio utawala wa baba, ni utawala wa Chifu Ng'wasi. Hivyo basi na kuambia usipojiangalia sana kuna hatari cha kufata. Kaka nisikize kwa makini sana. Tena nisikilize kaka. Mimi ni mdogo wako. Sheria unaiendea hii. Bwana kaka, nilikuja kukupa ushauri kwa utaratibu. Kama hujaweza kuelewa mpaka hapo, kwa hili linaendelea, hata mimi mdogo wako sitakuwa pamoja na wewe. Unasemaje? Na nyewe walinzi, mtu ananikoromea hapa anaongea, nyewe mnafanya nini hapa? Yaani mdogo wangu anakuja kunikoromea mbele yenu na nyewe mmekaa kimya. Samehe chief. Niwasamehe vipi, mnashindwa kusimama kwenye nafasi zenu? Hebu angalieni bwana. Nitawaondoa hapa, mtawaweka wengine. Maana haiwezekani mdogo wangu akanikoromea na nyie mpo. Gesa. Nimekuita ukafate maji. Ndani hamna maji. Sawa, nimekuelewa ifi yangu. Usichelewe. Nakujua wewe. Sawa. Fanya haraka. Ng'wasi aishi milele mtana. Walinzi wangu. Naam. Mnaona kwa kamnyweso wako? Ndio chief. Sasa inatakiwa leo kawe mboga yangu na ikiwezekana kawe chakula changu cha siku ya leo. Fanyeni hivyo. Tatii maagizo yako chief.
ambao ulikuwa unahitaji. Hii hapa tumekuletea. Asante sana walinzi wangu. Pelekeni ndani huko. Asante sana walinzi wangu, tokeni. Walinzi wangu. Ndio chifu. Hebu na nyinyi nendeni huko kwanza. Maana mnafanya kazi nzuri. Walinzi wangu. Ndio chifu. Vipi, mmetosheka? Sana chifu. Au niwaletee kingine? Hapana, inatosha kwa leo chifu wangu. Labda kesho. Aha. Sasa sikilizeni. Na hii iwe onyo. Huyo inatakiwa mkakafiche mbali sana. Kasije kakaonekana kwa mtu yeyote. Wala mtu yeyote asijue ni wapi mmemficha. Sawa? Sawa sawa chifu. Tutatekeleza maagizo. Fanyeni hivyo haraka iwezekanavyo. Sawa sawa chifu. Haya. Karibu. Mwasi. Aishi milele mtawala wetu. Mtabiri wangu. Mimi nimekuja hapa kwako. Nina shida kubwa sana. Kwa hiyo nahitaji msaada wako ili kutekeleza hiyo shida. Naam. Shida gani hiyo? Shida yenyewe ni kuhusu huyu mdogo wangu. Huyu mdogo wangu sasa anakoelekea, naona anataka kunipanda kichwani. Na kama nitamfumbia macho, naona kama anataka kuleta mapinduzi makubwa. Sasa kabla hajaleta mapinduzi, inabidi mimi nimuwahi. Kwangu hiyo ni kazi ndogo sana. Sawa sana kumsukumiza mlevi kwenye matope. Sasa basi, ulikuwa unataka nimfanyeje? Kwa hiyo nachokitaka kwako, siku ya kesho ama asubuhi ya kesho asiione. Inatakiwa afe. Sawa. Hiyo haina shida. Je, kumbuka hapo kutakuwa na makubaliano? Naam, ni kweli kabisa. Makubaliano yatakuwepo na ninakuahidi endapo kama utalikamilisha hilo na ukalitekeleza hilo, na kuahidi nitakupa nusu ya utawala wangu. Fanya hivyo. Basi sawa. Nitaifanya hiyo kazi haraka sana. Kwa sababu hilo jambo lipo ndani ya uwezo wangu. Haina shida kuhusu hilo. Labda kama kuna jambo lingine. Ni hilo tu, mtabiri wangu. Basi sawa. Hilo nitalimaliza. Sawa. Karibuni sana. Asante sana. Yaani mme wangu, mdogo wako sio sasa hivi amekuaje? Toka alivyoenda kisimani mpaka sasa hizi hajarudi. Kwani umemwagiza muda gani? Masaa mawili yashapita sasa. Basi sawa. Ngoja mimi niende nikawaangalie, pengine atakuwa na michezo huko na wenzie. Basi ukipata chombo utakuja na maji, maana ndani hamna maji ya kupikia. Basi sawa. Ngoja niende
Tajitahidi iwe hivyo. Sawa. Mwanangu, sasa hali imeshakuwa mbaya, yaani hali imezidi kubadilika kupita maelezo. Unalijua lile shamba letu la kule juu, chifu analitaka. Hata hizo robo 3 alizosema anachukua, atuachie sisi robo 1, yote pia amechukua. Sasa tumebakiwa na shamba moja tu la kule bondeni, na lenyewe pia analitaka. Sijajua sisi tunaenda wapi. Yaani mimi nimechoka. Sasa kilicho kuwepo na kutegemea we mwanangu, nenda kalichome lile shamba moto. Choma moto kabisa, yaani sisi tukose na chifu naye akose. Haiwezekani kumfaidisha mtu pasipo sababu. Mimi nimechoka mwanangu. Mama, ila nilikwambia, sasa hivi unajishuhudia mwenyewe. Sasa basi, hilo shamba uko bondeni hatuchomi moto na chifu hapati mahindi. Alafu anachokitafuta atakipata. We Kante. Sasa huyu mtoto anaenda wapi? Kante. Kwa hiyo hapa ndo kimemkimbiza nini sasa? Aishi milele mtawala wetu. Tutusa, haujanionea mdogo wangu huko ulikotoka? Hapana, toka nilivyoonana naye jana mchana sikubahatika kuonana naye tena. Kwani kuna tatizo? Nilimwagiza kisimani mpaka sasa hajarudi, na hii sio kawaida yake. Basi sawa, kwani kamwangalie huko kwa marafiki zake. Haya sawa, mtabili wetu. Karibu mtabiri wangu. Karibu sana. Asante. Ishi milele mtawala wetu. Karibu sana mtabiri wangu, maana wewe ni mtu muhimu sana kwenye ufalme wangu. Asante. Nimekuja hapa na tatizo binafsi. Mdogo wangu kaagizwa maji na wifi yake masaa 12 yaliyopita na mpaka sasa hajarejea. Kilichonileta kwako ni kuomba msaada wa maaskari ili wapate kumtafuta. Sawa mtabiri wangu, ondoa shaka. Nitatuma jeshi langu na askari wangu waadilifu, watamtafuta popote alipo, na nitahakikisha wamemleta hapa na utampata akiwa salama. Usitie shaka mtabiri wangu. Sawa. Ngoja niende kwa majukumu yangu mengine ya kawaida. Sawa. Wewe usitie shaka, atapatikana tu. Walinzi wangu. Naam chifu. Hivi kale kabinti kweli mlikaficha vizuri sana? Tulikahifadhi sehemu salama, kwa hiyo ondoa shaka kuhusu hilo. Hakajaonekana kweli na mtu yeyote? Ndio chifu. Na usijali kuhusu hilo. Basi hakikisheni asionekane. Sawa sawa chifu. Kama usemavyo tutafanya hivyo. Sawa. Obina. Naam. Ina maana na wewe umekubaliana na utawala wa kimabavu ambao wanaendesha Mwasu katika kijiji hiki? Maana wananchi wamekosa kabisa amani, wanapora vyakula vyao, wanapora mashamba yao na kila wanavyovimiliki. Hauoni kama tuenda kupoteza imani kabisa ya wananchi katika kijiji chetu? Baraka zinapotea. Mpenzi wangu tumpe. Si kwamba nimekubaliana nao, ila isipokuwa nadhani wewe mwenyewe unamfahamu kakangu. Ni mtu ambao mbishi sana. Ila yote haya nayafanyia kazi
itafika wakati kitaeleweka, na hili swala la kero kwa wananchi nitahakikisha kila mtu atapata furaha, kwa sababu hiki kitu sio kizuri na mimi sipendezewi nacho kabisa, maana heshima ya baba inapotea hivi sasa. Alafu kuna kitu nakumbuka hapa kwamba marehemu chifu alishakataa kabisa madaraka ya kuongozwa na Ng'wasu. Aliahidi katika maneno yake kwamba wewe ndio mtawala utakaofuata badala yake, lakini sijui kuna nini kilitokea hapa katikati. Yote hayo nayafahamu, najua hizi njama ni za chifu na mtabiri, ndio waliofanya yote haya, ila yote kwa yote nitahakikisha yote haya yanaisha na kilichopangwa kiweze kutimia. Nadhani kwa sasa tuyaache hayo. Nilikuwa nataka kuelekea kwenye kuni, na mimi naomba unisindikize kwenye kuni. Sawa, mimi nipo tayari, ila nakuomba hakikisha unasimamia katika misingi yako yote, ili mradi tu kijiji chetu kisije kukosa amani kabisa. Niamini kwa hiyo. Ng'wasi aishi milele mtawala wetu. Chifu, hivyo unajikuta nani katika kijiji hiki? Na umekuwa nani mpaka unabadilisha sheria za kijiji hiki? Tangu uingie kwenye utawala wako, watu wanapata shida sana. Sasa basi, mimi nimekuja kukupa onyo. Yale mashamba bondeni usiguse hata shamba moja. Na ukigusa, unachokitaka utakipata. Walinzi wangu. Ndio chifu. Aka Kapimbi, jioni ya leo kasiione. Sawa chifu, tutatii maagizo yako. Wewe usipende kuingilia mambo yasiyokuhusu. Elewa utawala huu ni wa mwanangu Obina. Na kama mtaendelea kufanya haya, kuna adhabu yako. Ng'wasi aishi milele mtawala. Ina maana
huyu mtabiri katudanganya. Jana alituahidi kwamba mdogo wangu huyo hawezi kuiona asubuhi ya leo. Sasa mbona kaamka na amepita? Si mmemwona kwa macho yenu? Ndio chifu. Sasa inabidi tumfuate. Kwa nini katudanganya? Sawa chifu. Asi aishi milele mtaani. Karibu. Vipi mtabiri wangu? Tulichokubaliana mbona hujakitenda? Maana uliniahidi kwamba ikifika asubuhi tu hatoamka. Sasa mbona namuona yupo anaingia na kutoka tena, naniangalia kwa jicho la husda. Yamekukuta nini tena, mbona hujafanya? Ni kweli chifu, kipindi jana naandaa dawa zangu, mzimu ukanitokea wa babako, hivyo ukanipa vionyo vikali sana nisifanye kazi ambazo zinihusu, na hivyo akanambia anayetakiwa kuwa chifu ni yule mdogo wako. Mtabiri, baba salisha kufa. Sasa aliyekufa lini akatoka tena kaja kuongea na mtu ambaye bado yuko hai? Na ina maana kwamba kazi imekushinda? Yaani utawala ni mkabidhi mdogo wangu, wakati mimi ni kaka yake, na mimi ndo mtoto mkubwa wa pekee wa marehemu chifu. Hivi kweli unakiona unachokiongea mtabiri? Mbona nilikuwa na kuamini, sasa unaanza kunitilia mashaka. Imekuwaje? Ni vigumu sana kuamini, lakini ningependa nikushauri. Hii vita iliyokuwa mbele ni ngumu sana, tofauti unavyodhania. Hivyo ushauri wangu nilikuwa napenda kukuambia uchifu ungempa tu mdogo wako ili tuepukane na vita iliyokuwa mbele. Kwa unamaanisha mimi chifu napambana kitotototo? Hivyo unajipenda kukaa hapa kwenye himaya yangu, kwenye himaya yangu hii? Sikiliza, kama wewe umeshindwa, mimi naenda kupambana naye mwenyewe.